Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman, amma ba'd. Hali yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye alituafikisha kuweza kuwa na siku hii ya leo. Katika siku ya leo tapenda kuweza kuwakumbusha kidogo kuhusiana na umuhimu wa ibada ya swala tano. Kwa hakika ya wengi katika jamii yetu tumekuwa ni wazembeaji wa kuzembea ibada ya swala tano, na hata pale tunaposwali swala tano basi jamaa imekuwa kwetu haina umuhimu na haina msingi sana, bali tumeona kwamba maisha ni kazi, maisha ni hela, maisha ni mipango mingine, bali na kuona kuwa kwamba hatuipi nafasi ibada ya swala na ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kinyume, kwa sababu sisi kama vile ambavyo ilivyokuwa kwamba kila mtu huwa anatengeneza chake kwa malengo yake maalumu, lakini pia vile vile kwamba sisi tumetengenezwa wanadamu kwa lengo maalumu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile wewe leo unavyotengeneza simu yako kwa ajili ya mawasiliano, na unatengeneza kwa gari yako kwa ajili ya usafiri, unatengeneza nyumba yako kwa ajili ya makazi yako ya kulala kwako na kuishi kwako na kujistiri kwa mambo yako, pia vile vile unaitengeneza kompyuta yako kwa ajili ya kukutengenezea kazi zako. Hali kadhalika pia vile vile na Allah ametuumba sisi kwa ajili ya lengo lake, na lengo hilo si lengo lingine bali ni lengo la kumwabudu yeye pekee na wala si kumshirikisha Allah na chochote. Sasa maajabu ya kuwa kwamba sisi leo hii kwa kwamba tumetoka katika lengo la kuumbwa, tumekwenda katika malengo mengineyo ambayo ni malengo ya ziada. Kwa hiyo hili halitakikani, na ningependa kwamba watu tujirekebishe na kuziangalia nafsi zetu na kuipa umuhimu ibada kwa nafasi yake, kuona kwamba ibada ya swala tano, ibada ya kufunga, ibada ya kutekeleza ibada ya hija na ibada zingine kuwa kwamba ni katika msingi mkubwa wa kuumbwa kwake mwanadamu. Na unapomwabudu Allah na Allah akaridhia, basi wewe unakuwa na kheri nyingi na neema nyingi na baraka nyingi. Kinyume pale ambapo utakapokuwa kuwa kwamba wewe unaangalia salio tu la fedha, unaangalia uchumi, unaangalia mengineyo, basi na kumtanguliza Allah katika mambo yake. Hii ni kuwa kwamba hata kama utaona kuwa na mafanikio, lakini hayo mafanikio hayawi mafanikio ya ukweli, isipokuwa mafanikio kwamba ufaulu katika haya mafanikio yako ya dunia, lakini pia ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake ya akhera. Kwa hiyo leo nitaishia hapa, lakini tutakuwa na kipindi hiki endelevu kuwa kwamba tuone kila siku ni lipi ambalo tunaweza kukumbushwa na tukawa na umuhimu nalo. Tuishi na leo hii na aya Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwatil matin.